not receive results from God. Sababu mtu hajui anachohitaji kutoka kwa Mungu. It's because they don't know what they need from God. Yaani kama hujui unachohitaji kwa Mungu, If you don't know what you need from God, maana yake huwezi kupokea. you will not receive. Hata ujaribu kuvuta picha. Just imagine. Unaweza kuja kwangu. You can come to me, Alafu hujui umekuja kuchukua nini. and you don't know what you have come to tell. Hujui umekuja kuniambia nini. You don't know what to tell me. Nini nitakupatia? What will I give you? Bwana Yesu apewe sifa. Praise Jesus. Kwa kitu kinaweza kukuchelewesha, So this thing will make you late kwa sababu hujui because you don't know unachohitaji kwa Mungu. what you need from God. Ila watu wote wanaopokea But all the people receiving lazima wajue wanachokitaka knows what they want kutoka kwa Mungu wao. from their God. Wewe unataka nini leo? What do you want today? Mwambie jirani yako. Ask your neighbor. Unataka nini leo? What do you want today? Mwambie jirani yako. Tell your neighbor. Unataka nini leo? What do you want today? Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Kwa ndio maana watu wengi wanakimbizana vingi, So people are running with many things, lakini hawapokei. but they don't receive. Lakini hawapokei. But they don't receive. Lakini wanaomba, But they are praying lakini wanafunga, and they are fasting. lakini hajui But they don't know anataka kutoka kwa Mungu. what he needs from God. Kuna mtu anaweza kumwona yuko busy. You might find someone busy Kuna maombi. in prayers. Muda wote yupo kwenye maombi, All the time he is praying, lakini hapokei. but she does not receive. Shida ni nini? The problem, Kuomba anaomba, praying, she's lakini praying, hapokei. but she's not receiving. Shida ni hii. The problem Hajui is anachokihitaji. he or she doesn't know Hajui what he anachokihitaji. wants. He doesn't know Ndio what maana he wants. ikitokea mtu anaomba kwa mtindo huu, So when it happens, someone praying in this way, yeye anafuata kule he kule. follows it. Akitokea mwingine, And when it happens another, yeye anafuata kule he kule. just follows. Hana umaalumu wake, He has no hana speciality. upekee He wake, has no speciality anachotaka kutoka kwa Mungu. from God. Ndio maana kuna watu wanaanza kunifuata. So people can follow me, Kama mbona mimi naomba, but why am I praying? lakini wasipokei. But I don't receive. Unapokea wakati unahitaji nini kutoka kwa Mungu. How are you receiving when you do? Lazima uwe na uhitaji, You must have a need, ndipo upokee then you receive kutoka kwa Mungu. from God. Haleluya watu. Hallelujah. Haleluya watu wa kanisa. Hallelujah. Yanawaingia haya. That is- Naelewa haya. You understand? Kama wewe unahitaji mume, If you want a husband, acha kuzunguka. stop roaming Nenda around. moja kwa moja. Go straight. Kama unataka kulima, If you want to farm, nenda moja kwa moja. go straight. Sasa itatokea hiki Now it happens this way. wakati wa maombi. When in prayer, Unaweza kuwa upate sauti, you might not be speaking loud, lakini ukawa unaomba kidogo kidogo. but you might be low speaking. Wakati unaomba hivyo, When you pray that way, pembeni yako kuna mtu anaomba kwa sauti. beside there's someone praying in Sasa sound. unakuta Now you might find yale maombi yako your prayers yanapoteza mwelekeo. are losing direction. Yale ya kidogo kidogo. Unajikuta unaungana naye yeye. You must follow him. Wakati hapo ukishaungana naye yeye, Now when you follow him, maana yake unamsaidia yeye ajibiwe. so you are helping Ila wewe him to be usijibiwe. helped, and you are not going to be deceived. Bwana Yesu apewe sifa. Jesus. Hivi mnanielewa vizuri? Do you get me? Hiyo hali imeshakukuta. Had that imeshakukuta. happened to you, Unaweza kushangaa mtu ameshika you maiki, might find someone killing a man anasema tuombe. and saying, let's pray. Zaidi ya watatu wameshika maiki. Then more than three killing. Hasa wakati tunaomba, When they are praying, wewe unajikuta kila ukiomba, you find whatever you pray, maombi yako hauyaelewi. you don't understand what you pray. Unajikuta kila ukiomba, When what you pray, unaingia kwenye mfumo you enter in the system wa yule aliyeshika maiki. of the one killing a mic. Hasa unajiuliza, Now you wonder, akianza kulia, if he started to cry, na unalia. and you start to cry. Akianza kucheka, If he starts to laugh, na unacheka. and you laugh. Mkimaliza mkisema amen, When you say amen, hakuna majibu. there is no results. Haleluya. Hallelujah. Hii hali imeshakukuta. Has that happened before? Hii hali imeshakukuta. Has that happened before? Nini ufanye sasa? Now what to do? Katikati ya makelele, In the midst, katikati ya waombaji, in midst of lazima uwe umeweza you must be able kujitoa mwenyewe to give yourself kwa ajili ya maombi. for prayers, Kwa sababu uhitaji wako wewe because your needs una nguvu sana kwenye maombi have a lot of kuliko power uhitaji wa mwingine. in prayers than they Na Mungu have. atakusaidia. And God will help you. Na Mungu atakusaidia. And God will help you. Na Mungu atakusaidia. God will help you. Haleluya watu wa kanisa. Hallelujah. Ndio maana kanisani kama hivi, That's why in a church like this, watu wanachanganyikiwa kwenye maombi. people get confused in prayer. Mwingine yuko rabosa.
Someone is praying this way. Yuko mwingine yuko hivi. And another this way. Sasa kila ukijaribu kujipima, Now whenever you try to unaangalia nielekee wapi. you look where to. Unapoteza mwelekeo katikati ya maombi. You lose direction in the ministry. Unapoteza maombi katikati ya maombi. You lose prayers in the ministry. Unapoteza kuweza katikati ya maombi. You lose your ability in the ministry of prayer. Maana yake nini? The meaning is, tukisema amina, if we say amen, hauna unachokiomba. there is nothing you have prayed. Ila una machozi. But you have tears. Ila una huzuni. But you are sad. Baada ya hapo, after that, utakuwa unaomba hivyo. You will be praying that way. Alafu upokee. And you will not receive. Hata ukiwa nyumbani, even when at home, kuna muda unakuwa uko maalum kwa mambo fulani. There is a time you are special in certain prayers. Unasema leo nitamwomba Mungu kweli kweli. And say I'll pray a lot today. Unajitoa kabisa na muda. And you have given even your time. Lakini kuna muda unafika huko kwenye maombi. But the time in prayers in which unasahau tu unakiomba. You forget what you are praying. Hallelujah. Hallelujah. Imesha kutokea hiyo? Has that happened before? Sasa unaanza kukumbuka. Now you start to remember. Nilikuwa naomba kitu gani? What was I praying? Na nilikuwa naomba nini? What was I praying? Ili kitokea kitu gani? Then what happened? Nimeona kuna upepo mzito sana. I have seen a very strong wind. Kwenye maombi. In prayers. Kwenye maombi. In prayers. Kwenye maombi. In prayers. Ndio maana Mungu amekuja kwetu. That's why God has come to us. Ili tuwe tuna watu wa maombi. So that we can be. Lakini uombe sawa sawa na kile ambacho Mungu anataka. Now pray according to what God wants. Kwa majibu kutoka kwa Mungu, so the results from God yatakuja kwako. Will come to you. Ukijua unaomba nini. If you know what you wakati unaomba, when you are praying, yako makelele, there are noise, viko vikwazo, there are obstacles, viko vipingamizi, there are obstacles. Lakini sikiliza nikwambie, but let me tell you, endelea kuomba. Proceed praying. Endelea kuomba. Proceed praying. Mungu atakusaidia. God will help you. Mungu atakujibu. God will answer. Mungu atafanya njia. God will make a way. Hata wengine tukisoma kwenye Biblia, even we read in the Bible, wakati wanaomba msaada, when they are asking for help kutoka kwa Yesu, from Jesus, walizuiliwa. They were stopped. Lakini waliendelea. But they proceeded. Bwana Yesu apewe sifa. Praise Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Praise Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Praise Jesus. Yamkini ibada ikawa fupi leo. Perhaps it will be a short, lakini yenye nguvu kwenye maisha yako. But it will be very powerful. Yenye majibu kwenye maisha yako. Yenye mwelekeo mpya kwenye maisha yako. New direction in your life. Ambayo inaleta ufumbuzi. That will bring a new uombe kwa mtindo gani. And how to pray. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unahitaji nini kutoka kwa Mungu? So what do you want from God? Unahitaji nini? Muulize mwenzako unahitaji nini? Ask your fellow, what do you want? Kuna mtu leo amekuja mahali hapa. There is someone here. Anachohitaji ni ulinzi tu. He just wants protection. Mungu alinde biashara yake. God to protect his business. Mungu alinde nyumba yake. God to protect his house. Mungu alinde watoto wake. God to protect her. Kuna mtu amekuja hapa leo. Someone here anahitaji afya tu. Needs help. Mungu amponye. God should heal. Mungu amponye. God should heal. Hata vingine anavyohitaji. There is nothing. Ni Mungu tu kumponya. It's only God. Kuna mwingine amekuja mahali hapa. Someone here anahitaji kufaulu tu mitihani. He just needs to pass his exam. Hata vitu vingine. He doesn't any other. Mungu akusaidie. God help. Mungu akusaidie. God should help. Mungu akusaidie. God help you. Kwa sababu katika uhitaji unaohitaji, because in the needs that you hakuna maombi yanaweza kuwa mepesi. There is no easy prayer. Kwa sababu yanabeba hatima yako. Because they have carried your destination. Kwa sababu yanataka kuleta majibu duniani. Because they need results. Vile vitu ambavyo unavihitaji. The needs you want. Ndio maana kuna muda unaomba. That's why there is a time. Unakuta kama kuna uzito. And you find it's heavy. Unakuta kama kuna kupambana. You find like there is. Hiyo ni hali ya kawaida. That's just. Endelea kufanya hivyo hivyo. Proceed doing. Kwa sababu majibu yakija, because when the results yanakuja kukusaidia wewe. We come to help you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini leo sielewe vizuri. Perhaps you might not understand today. Kwa sababu kijana huyu anafanya ukarimani. Because this guy is interpreting. Lakini ninaamini. But I believe. Wanakuona watakiwa wafikiwe wengi. Glorians must be kwa lugha ya Kiingereza, in English, kwa lugha ya Kiswahili, in Swahili, kwa lugha zote. In all languages. Lakini ninachokiamini, but what I believe, lugha ya dunia, the world's language, ni lugha ya Kiingereza. English. Kwa tukubali mabadiliko, so we must accept the changes na kuelewa. And understand. Sasa kwa tupo wote Waswahili humu. Now we are all Swahili. Tunajua Kiswahili wote. We know all Swahili. Huu ni wa nini? Now why this guy? Wewe tumeshakufikia tayari. We have already reached to you. Kuna mwingine hajafikiwa. There are others not yet. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mmeelewa vizuri? Do you understand? Sasa tunataka tusome Biblia. Now we want to read the Bible. Tunasoma Biblia. Kitabu cha Marko 10.